Siku ya kwanza msichana kazini alipokuwa karibu kuingia kwenye lifti, wafanyakazi walimzuia haraka wakimwambia kuwa hiyo lifti ni ya rais peke yake. Bila kutarajia, rais alijitokeza wakati huo huo, hata akatangaza mbele ya watu wote kwamba yeye pia anaweza kuingia. Kisha akamshika mkono na kuingia naye kwenye lifti. Wote walitazamana kwa mshangao wakiwa midomo wazi. Msimamizi ambaye alikuwa akimpenda rais kwa siri, aliposikia kwamba msichana huyo yuko karibu na rais, mara moja alihisi tishio, hivyo akampangia msichana kazi nyingi za mizigo na kumlazimisha kufanya vibarua kwa niaba ya wenzake. Msichana hakuwa na budi ila kumvumilia kimya kimya. Wakati huo rais alimfuata msichana. Msimamizi alimsukuma makusudi, kawa ikakaribia kummwagikia rais, lakini msichana alijimwagia mwenyewe haraka. Msimamizi alitumia nafasi hiyo kumlaumu msichana kwa uzembe na kumtishia kumfukuza kazi, lakini kwa mshangao rais alivua koti lake na kumvika kwa upole. Alitarajia msichana alalamike, lakini yeye alisema tu kwa upole, nitakurudishia baada ya kuisafisha. Maneno haya yalimfanya rais akasirike na kuondoka. Lakini alipomaliza kazi, msichana alimuona kwa bahati mbaya mwanamke mzee akichakula kwenye pipa la taka. Aidhani mwanamke huyo anaishi kwa umaskini. Kwa moyo wake mwema alimkaribisha chakula na kuahidi kumpa zawadi siku inayofuata. Msichana alikaribia kununua karoti zilizopunguzwa bei, na alipofika nyumbani kwa yule mama alishangazwa kwa jumba kubwa lililokuwa mbele yake. Hakuwahi kufikiria kwa yule mama ni bilionea, lakini mama huyo alikubali karoti kwa furaha na alitaka kumpa zawadi ya kumrudishia shukrani. Hivi karibuni bidhaa nyingi za kifahari zilionekana mbele ya msichana na akaambiwa achague chochote alichokitaka, lakini alipoona bei zake hakuthubutu kukubali. Hivi akachagua pete isiyo ya kuvutia, bila kujua pete hiyo ya kawaida ndiyo ilikuwa alama ya mke wa rais. Wakati huo yule mama alifurahi kupita kiasi, kwani hatimaye alikuwa amekamilisha jukumu alilopewa na mjukuu wake. Siku iliyofuata msichana alipoenda kazini alikuta msimamizi akijivunia pete. Msichana alihisi pete ile ni ya kufanana. Baada ya kumwona, msimamizi alimwonya akidai kuwa ni kumbukumbu aliyopewa na bibi wa rais na kumtaka msichana aache kazi mara moja. Kwa mshangao, msichana alitoa pete nyingine sawa kutoka mfukoni mwake. Msimamizi alistaajabu, alidhani msichana huyo amegushi pete hiyo kama vile alivyofanya yeye mwenyewe. Kwa hiyo aliamua kumpeleka msichana kwa rais, akimshtaki kwa kugushi kumbukumbu ya familia ya rais na kumtishia kumpeleka jela. Ghafla yule mama mzee alionekana na kusema, nani anayethubutu kumnyanyasa mkwe wangu?